Naam, ni wakati mwingine tena kama ilivyo kawaida, asubuhi ikiwa inapendeza, tukiwa na afya njema kabisa bila shaka, na wewe mtazamaji wa Azam TV katika kipindi cha Viwanjani, hapa na shaka uko salama usalimini. Tunakualika uwe nasi kuanzia hivi sasa saa 3 mpaka saa 6. Kubwa zaidi ni kuangazia yale ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Yako mengi sana ndani ya Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Na kubwa ambalo linatikisa hivi sasa Afrika nzima, naweza nikasema hivyo, ni mchezo wa finali mkondo wa kwanza, wakilishi wa Tanzania Simba Sports Club ambao wako kule Maghrib ama Morocco tayari kabisa kuvaana na RS Berkane katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa finali. Kuna mengi ambayo yanaendelea, lakini usiondoke kana siwezi kuyapata ama malumati ambayo yanaendelea kujiri siku hadi siku. Ulama Eid Salim niko hapa, lakini pia nipo na Rashid Hamis na Godlisten Muro. Wazee wamependeza kabisa leo. Mzee wangu asante kwa maua. Maalumati yametimia. Kabisa. Unajua anaenda kuchukua tuzo kwa niaba ya Mtibwa. Anaenda kuchukua tuzo? Kwa niaba ya Mtibwa pale Superdome. Ya Mtibwa Sugar. Mtibwa jana championship, sio? Mtibwa jana si mabingwa wa championship. Yaani Mtibwa wana tuzo 3 za uhakika. Yaani tuzo ya kwanza kombe alopata jana, tuzo ya pili top scorer wa championship Lainzini Hafiz, tuzo ya 3 Maniche ndio kocha bora wa mwezi, kapata tuzo za man of the match nyingi kuliko kocha yote wa championship. Wanastahili kwa sababu toka wameanza kampeni yao ya kurudi ligi kuu ya NBC wamekuwa na moto mkali. Kuna tuzo 3 pale, siku hiyo itakuwa Superdome, sio itakuwa wapi? Mtibwa wana tuzo 3 pale. Tuzo ya 4 itakuwa sasa ndio timu yenye nidhamu, sababu Mtibwa timu yenye nidhamu huwa ndio wenyewe. Listen. Na uhakika wa kuingia pale kwangu mimi naweka 100% kwa sababu complimentary ticket ya nazo. Rashid. Hasa ukishamuona Rashidi si anakupasia tu. Hivi Ulama ushamuona akicheza football? Nishamuona. Nishamuona. One touch kaondoka. Sasa tiketi zile ni ndio hivyo hivyo. Naam, hivi ndio tunakwenda kuanza, lakini tunakwenda kuanza na soka letu. Na tumerudi na kikubwa ambacho napenda tu kukufahamisha kwa kile ambacho kitaendelea katika weekend hii. Ni leo Ijumaa, PBZ KMKM wanakwenda kucheza na New City saa 10 alasiri kupitia ZBC2, lakini kesho Jumamosi ndio hivyo tena, RS Berkane na Simba saa 4 usiku Azam Sports 1 HD, mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bundesliga ni RB Leipzig dhidi ya Stuttgart saa 10:30 jioni Azam Sports 1 HD, lakini Borussia Dortmund dhidi ya Holstein Kiel saa 10:30 jioni. Huu utaushuhudia kupitia Azam Sports 2 HD, lakini Hoffenheim dhidi ya Bayern saa 10:30 jioni Azam Sports 3 HD, na mechi nyingine ni Mainz dhidi ya Leverkusen saa 10:30 jioni Azam Sports 4 HD. Na Jumapili CRDB Cup Yanga dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa CCM Mkwakwani pale jijini Tanga. Raha zote unazipata kupitia kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Hivyo unalipia mapema tu kuanzia leo Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na wiki nzima. Mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Rashid, hapo ni muhimu sana watu walipie mapema. Of course, hasa wale wanetu dakika za jioni wale. Nafikiri sio of course tunajuana. Kuna muda uchumi unakuwa unayumba, lakini tujitahidi kidogo kwa sababu tunafika hatua bado dakika 3 rafiki jamaa anakupigia simu, bwana sasa nataka niangalie wananchi hapa vya JKT. Unaanza kupambana. Nataka niangalie Berkane hapa. Tujitahidi kidogo, inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie pesa kwa sote. Simba Sports Club imewasili mjini Berkane jana usiku ikitokea Casablanca tayari kabisa kwa mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane hapo kesho. Simba iliweka kambi ya siku 2 jijini Casablanca kujiweka sawa na mchezo huo wa kihistoria. Wenzetu Patrick Nyembera na Jackson Lupanda walioambatana na timu hiyo nchini Morocco wametuandalia taarifa ifuatayo.
Naam, ni Simba hao wakiwa wanashuka kwenye Air Tanzania ikiwa inapendeza kabisa Rashid. Bado tunadude la maana Inapendeza sana na watu wanashuka wakiwa na enjoy. Ni msafara wa Simba Sports Club ambao umetua katika mji ule wa Berkane. Kwanza kuwa Casablanca kwa siku 2 na kusogea eneo la tukio, kwa sababu tunasema wamesogea eneo la tukio, sehemu ambayo wanalima sana machungwa, karibu kabisa katika uwanja ule wa Al Malab Berkane. Ni mchezo wa aina gani ambao unatarajiwa kwa Berkane nyumbani katika fainali dhidi ya Simba? Golisen. Kwanza kambi waliweka Casablanca nafikiri kwa faida ya utulivu wa kiakili wa wachezaji. Inaweza ikawa ndio target namba 1, kwa sababu mara nyingi unapokwenda kwenye mchezo wa kimaamuzi, whether ingekuwa ni hatua ya mtoano ama ni fainali, na ukaweka kambi ndani ya mji husika, unaweza ukakutana na pressure ambayo hata kama utakuwa umedhibiti hali ya mambo ya nje ya uwanja kwa kiasi gani, bado ukahisi joto lile, yani kama kuna matone yatakuwa yanapenya na utakuwa unaanza kuyahisi, whether ni hotelini, whether ni kwenye uwanja wa mazoezi, whether ni logistics tu za usafiri. Unaweza ukacheleweshwa tu barabarani bila sababu, unaweza ukacheleweshwa tu kwenye kufikia vile vitu vyako vya muhimu ulivyoviandaa bila sababu za msingi. Lakini kwenda nje ya mji ambao unakwenda kucheza mchezo husika, kuna wakati unatengeneza mazingira ya utulivu na kutofikika kiurahisi. Inawezekana bado ile intelijensia ya kisoka inafanya kazi. Wao kutoka Berkane kufika pale Casablanca ni rahisi, lakini wana yale mamlaka kama ambavyo wangekuwa pale Berkane. Kwa hiyo wakati mwingine unaona timu nyingi ambazo zimekuwa zikifanya mechi inapigwa Dar es Salaam, labda timu inakuja inaweka kambi Zanzibar ama inaweka Morogoro, siku moja kabla ya mchezo ndo wanakuja sasa ku acclimatize, kuzoea hali ya mazingira ya pale. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwao ambacho wametafuta utulivu, na hasa utulivu wa kocha na wachezaji wake, kwa sababu hawa ndio mara nyingi viongozi wanabidi waakti kama ngao, yani wakutane na mishale, wakutane na kila aina ya mawe, lakini hawa wasihisi chochote, ili focus iwe pale. Ukisha hiti tu kapiga mpaka pale kwenye benchi ya ufundi na wachezaji, umegusa mboni ya jicho ya timu. Kwa hiyo tayari unakuwa ushaanza kuinject vitu ambavyo vinaweza vikawaathiri kisaikolojia. Kumbuka football inachezwa hasa kwenye akili, yani mwili, miguu ni vitendea kazi tu kama matairi kwenye gari, lakini injini iko hapa. Ukishaathiri tu hali ya kisaikolojia ya mchezaji, ndio maana katika zile afya 4 zinazungumzwa kwenye football, economic health kwa maana afya ya kiuchumi iwe sawa ili mtu akili yake itulie, mental health afya yake ya kiakili, physical health afya yake ya kimwili, lakini spiritual inaguswa. Kwenye football wanakuambia afya ya kiroho ipo. Ndio maana kuna mtu kabla ya kuingia anaweza kujimwagia maji, kuna mwingine kuna karatasi lazima alichomeke kwenye soksi, kuna mwingine kuna ribbon ya kivaa. Ile inaitwa afya spiritual health ni afya ya kiroho. Ziko 4 ambazo zinamkamilisha mchezaji. Ndio mchezaji akilipwa vizuri, uchumi wake ukiwa stable, physically kimwili akiwa fit, iko vizuri, kiakili akiwa fit, na kiroho akiwa vizuri. Sasa kiroho hapo watu wana imani, ziko imani zaidi hata ya 100. Na katika hizo 4 kuna hii moja ndio wanaikosaga sana, hii ya wanaipata sana hii ya kiroho hii. Hiyo hatari kabisa. Lakini ile ya kwanza ile ya mama kiuchumi ile naona ndio inakuwa changamoto kubwa sana. Lakini hiyo ya kiroho Rashid una utaalamu sana kwenye nyanja. Hamna, unajua anachozungumza hasa Muro hiyo spiritual, sio spirit. Angalia toka siku ya jana yote, umeelewa? Kumekuwa na rumors ya taarifa ya mchezo wa Simba na Berkane kubadilishwa venue. Sasa angalia kati ya Simba na Berkane, yupi hizo taarifa amezifurahia zaidi? Manake mmoja tu amefurahia zaidi. Manake Berkane mpaka hatua ya kuposti na nini, manake wao wamefurahia ile taarifa. Sasa hiyo taarifa imewagusa kinini? Yaani katika ile imani ya kiroho wanachoamini dhidi ya kuikabili Simba Sports katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Unaona, tunaenda Zanzibar, hii neutral ground hapa, shilingi iko kati, tunaishi nao 50 kwa 50 mwanzo mwisho.
lakini ingekuwa Benjamin Mkapa unaanza kunuti nyingi, dua toka kwenye ndege. Na hata hiki ambacho amekifanya Simba, kwanza mimi niwapongeze sana Simba. Na kabla hapo Rashid, wakati unazungumzia kuhusiana na kuwapongeza wekundu hao wa Msimbazi Simba, twende tukasikia sasa ama tuipate ile taarifa ya mwenzetu Patrick Nyembera ambayo yuko kule magharibi ama Morocco. Well, ni siku nyingine tulivu ambayo wekundu wa Msimbazi wakiwa katika mji wa Jadida wamemaliza mazoezi yao kama ambavyo walikuwa wamepangilia kabla ya kuondoka hapa kuelekea katika eneo ambalo wamepangiwa kucheza mchezo wa fainali. Kuna mengi yameendelea, lakini licha ya kwamba siku ya jana ilikuwa ni ya mazoezi yenye usiri mkubwa, waliruhusiwa watu wachache na dakika chache kwa waandishi wa habari kuweza kuangalia kile kinachoendelea. Leo hii wekundu wao wamefanya mazoezi, na mara baada ya kumaliza basi wakaweka muda maalum kwa waandishi wa habari wote kutoka Tanzania kuweza kupata nafasi ya kuongea na wachezaji kuelekea mchezo huo. Mpaka sasa hivi maandalizi yanaenda vizuri kabisa yani. Tumekuja hapa Morocco kwa ajili ya mchezo wa fainali, na mchezo wa fainali ambao tulikuwa tunauhitaji kwa muda mrefu tayari umefika na siku zake zimekaribia. Lakini tupo hapa tunaendelea maandalizi yetu. Kila mchezaji na hali ya kutaka kucheza mchezo wa fainali. Tunatambua kwamba mchezo wa fainali ni mchezo mkubwa ambao kila mchezaji anatamani kucheza. Kwa hiyo kila mchezaji ana push mazoezini kuhakikisha kwamba anamshawishi mwalimu ili aweze kuingia kwenye mchezo moja kwa moja. Mchezo huu ni mchezo wa fainali. Kwa hiyo mchezo wa fainali una hali yake na una morali yake. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa Simba tuna morali yetu ambayo tumetoka nayo tangu huko chini tulipokuwa tumetoka, na kila mchezo tulikuwa tunacheza kwa staili yake. Kwa hiyo na imani kwamba hata mchezo huu kwa jinsi maandalizi tunaenda kuyafanya, kuna aina ya mchezo ambao tunataka tuende kucheza katika mchezo huo, na imani na hiyo aina ambayo tunaenda kucheza itatufanya sisi kuwa mchezo kwa mwepesi kwetu sisi na kuweza kupata matokeo mazuri. Na hii finali hatuishii tu finali kwamba tumefika finali. Hii tunachukua. Na binafsi mimi niseme kwamba kwenye mashindano haya ni tofauti na mashindano ya nyumbani. Haya mashindano yanakuwa na wachezaji wakubwa, yanakuwa na upinzani mkubwa, yanakuwa na wachezaji ambao wameiva zaidi. Kwa hiyo lazima mchezaji binafsi ujiongeze, lazima utumie akili kubwa, nguvu kubwa, utumie kila kitu kuhakikisha kwamba unaweza kupata matokeo kwenye mechi ambayo unakwenda kucheza. Na mechi ya Jumamosi finali yetu haitakuwepo mechi rahisi, itakuwepo mechi ngumu, lakini naamini kwa uwezo ambao tumejiandaa na Mungu atatubariki, na vijana tunapopambana mazoezini kama nyinyi mnavyoshuhudia, nuru itapatikana na heri itaonekana, na kiukweli naomba Mungu aniamshe salama niweze kupambana. We are looking forward on Saturday to make sure that at least we put a marker. Then when we go back home, we make sure that we finalize the work. I mean, I'm feeling very, very good because today I'm qualified to play the final against Berkane. Last year we have one problem against Berkane and USM Alger. We didn't play the semi-final. I think God gives me a second chance to play this final against Berkane. I'm very happy. I'm feeling very good. I'm ready for Saturday. Yeah, he has told us that he needs men with balls for this game, who not to be scared of anything. We just have to come out as Simba. You know, if we come out as Simba, we are going to win this game. And coach is a coach who will not let you be comfortable. If you are giving 100%, he will demand you to give 120. If you are giving 120, he will demand for 150. So from what he has told us and the things that we have done, I think we are ready. Na kubwa zaidi ni lile ambalo tumepata kuongea na afisa habari mkuu wa kitengo cha habari wa Simba Sports Club Ahmed Ali kuhusiana na yale yanayoendelea katika mitandao ya kijamii au tetesi ambazo zipo katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mchezo wa tarehe 25. Ingawa si muhimu sana kulizungumzia hilo, lakini klabu ya Simba imetoa tamko lake kwa maana ya kwamba lengo lao ni kumaliza mchezo wa tarehe 17 na kuepuka kwa namna yoyote janja au viashiria vyovyote vya kuwatoa nje ya mchezo ambao wanaenda kucheza Berkane. Ziada ya hayo basi tumsikilize Ahmed Ali jinsi gani ambavyo anatuletea taarifa kutoka kwa uongozi wa wekundu wa Msimbazi. Na maelekezo aliyoniambia niwaambie waandishi wa habari na niwaambie wana Simba na Watanzania kwa ujumla ni kwamba kwa sasa focus ya viongozi wetu
viongozi wa Simba ni mechi ya tarehe 17. Na kwa nini focus kubwa iko hapo? Kiuhalisia ni kwamba Berkane anafanya kila anachoweza ili kumaliza mchezo wa kwanza, kuimaliza fainali yote kupitia mchezo wa kwanza. Na hivyo ndivyo amekuwa akifanya miaka zote. Ukiangalia tu kwenye mechi ya nusu fainali alimpiga Constantine mabao 4-0 katika uwanja wake wa nyumbani. Kwenda kwenye mechi ya marudiano ngoma ikawa nzito, Constantine kafunga bao 1 lakini akaondoshwa kwenye mashindano. Kwa hiyo anatumia kila nguvu aliyokuwa nayo mechi hii ya kwanza atupige bao nyingi ili mechi ya marudiano kwake iwe ni mechi ya matembezi na akabidhiwa ubingwa. Kitu ambacho Simba hatuko tayari kuona kinatokea. Tunataka mechi ya kwanza iwe na faida zaidi kwetu sisi, kwa maana ya kupata matokeo ambayo yatatupa sisi advantage kwenye mechi ya marudiano. Na ndio maana tuko viongozi wengi hapa Morocco na wote akili yetu ni namna gani tarehe 17 tunapata matokeo mazuri. Kwa kuwa akili yetu tumeielekeza tarehe 17, taarifa rasmi kuhusiana na mechi ya tarehe 25 tutawajulisha wanasimba mara baada ya mechi ya tarehe 17. Kwa hiyo kwa sasa wanasimba waendelee na maandalizi ya mechi ya tarehe 17 na waendelee na maandalizi kwa maana ya kununua tiketi, kuuza tiketi kama ilivyokuwa kawaida kwa ajili ya kuelekea Benjamin Mkapa tarehe 25. Taarifa, mwongozo, maelekezo baada ya mechi ya tarehe 17. Lakini kwa sasa status ya wanasimba kimaandalizi inabaki kama ilivyo tarehe 25 Benjamin Mkapa. Na status ya wanasimba inabaki kama ilivyo, fainali ya mkondo wa pili ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Maneno ya afisa habari wa Simba Ahmed Ali wakati anazungumza na mwenzetu Patrick Nyembera kule Berkane, Morocco, ambako Simba wameshasogea katika eneo la tukio kwa mchezo wa fainali ya kwanza dhidi ya RS Berkane, walima machungwa wa Morocco. Ile eneo ni hatari kweli kweli. Tunakuja kwako Goldison Muro. Kocha Fadlu Davis. Ni mtihani mwingine mkubwa sana. Safari ameianza, amefika kituoni. Anashukaje kwenye gari? Anaingia na staili ipi katika mchezo huo dhidi ya Berkane? Kwanza kuna miiko mingi ameivunja msimu huu. Miiko ambayo ilikuwa migumu kwa Simba miaka nenda rudi. Kufuzu kwa hatua ya makundi kupitia timu ya kutoka Afrika Kaskazini. Simba aliwahi kuondolewa na Masri wakati ule 18. Lakini this time amefuzu kupitia Tripoli. Na Simba kwenye hatua ya makundi zote alizowahi kufuzu alikuwa anafuzu kupitia Kosafa, timu za kusini mwa Afrika. Kina Red Arrows yao, kina Primero de Agosto, Nyasa Big Bullets na kadhalika. Lakini amevunja mwiko huo. Lakini mwiko ambao ulikuwa mgumu zaidi wa robo finali kwenda nusu finali amevunja. Na zaidi sana amewapa na bonus mpaka ya finali. Lakini Simba utajiuliza mara ya mwisho lini walishinda kwenye ardhi ya Afrika Kaskazini, kwa maana UNAF Afrika Kaskazini. Simba msimu huu ameshinda dhidi ya Club Sportif Sfaxien. Ni baadhi ya indicators zinazokuonyesha kuna vitu ambavyo amevi-achieve kama yeye. Lakini ana vita moja ambayo inaweza kuwa imesalia. Lakini kabla ya vita hiyo kusalia, Simba haikuwahi kufuzu kwenye hatua inayofuata kupitia timu za Afrika Kusini. Aliondoshwa na Orlando, aliondoshwa na Kaizer. This time ameenda kwa Stellenbosch, amevuka. Mwiko wa 5 amevunja. Sasa ana mwiko wa 6 ambao huu ni wa kwake mwenyewe, sio wa Simba. Kwa maana ya yeye dhidi ya Berkane kwenye fainali ya shirikisho. Alishacheza nao msimu wa 21-22 akiwa msaidizi wa kocha Mandela Nsikazi, ambao Mandela mpaka leo ni alikuwa msaidizi wa Jose Riveiro pale Orlando. Walicheza na Berkane finali 21-22. Uwanja ulikuwa neutral ground, Godswill Akpabio International Stadium katika jiji la Uyo, Nigeria. Waliondolewa kwenye mikojo ya penalty. Berkane ya Ibenge wakawa mabingwa kama unakumbuka. So hapa ndipo ambapo vita ya Fadlu na Berkane yanapoanzia. Ni mpinzani huyo aliyekutana naye akiwa na Orlando, lakini ni mpinzani huyu anayekwenda kucheza naye akiwa kwenye hatua ya pili. Inawezekana Fadlu akawa na faida moja tu. Msimu uliopita alikuwa ligi kuu ya Morocco na Raja Club Athletic,
akiwa msaidizi wa kocha Joseph Zinbawa, na alichukua ubingwa unbeaten bila kupoteza. Na katika rani hiyo aliwasumbua vizuri Berkane hakufua dafu kwenye msimu mzima. Kwa hiyo inawezekana akawa ana details nyingi kwa sababu ni msimu mmoja umepita. Structure ya Berkane haijabadilika sana kutoka Fadlu alivyoondoka msimu uliopita kuja huu. Ingekuwa ni misimu 5 imepita, ungesema Fadlu amekutana na wachezaji wengi wapya. Lakini wengi hao kina Lamlawi, kina Mehri, kina Ziguid walikuwepo kwenye kikosi chao cha Berkane. Kwa hiyo faida labda ya kiufundi ya namna anavyoitazama Berkane anaweza kuwa nayo, lakini kinachoweza kumfaidisha msimu huu zaidi cha kuongezea na cha muhimu, amekwenda Afrika ya Kaskazini mara 4 msimu huu. Kaanza na Tripoli, Sfaxien Tunisia, Constantinople Algeria, Al Masry Misri. Anarudi mara ya 5 ndani ya msimu mmoja. Inawezekana ikawa ni faida kwa wachezaji, wanarudi kwenye ardhi ambazo wametembea sana msimu huu, ardhi ambazo zinasifika kwa unapocheza kwao. Yes, watu wa kule wanabadilika, bi maana wachezaji wenyewe wanahusika. Kwa hiyo kwenda mara 5 wamekuwa na wale wachezaji wageni ambao wameungana na Simba. Yes, uzoefu wanaupata sasa. Uzoefu mkubwa shopata kwa sababu nchi za UNAF ziko 5: Libya, Morocco, Tunisia, Misri, Algeria. Ameshapiga nchi 4. Sasa hivi anakwenda kuimalizia nchi ya 5 magharibi yenyewe ambayo ndo Morocco. Kwa hiyo hiyo ni faida ya nje ya uwanja, lakini kwenye eneo la kuchezea hapa ndipo ambapo wakati mwingine Fadlu unaweza ukampongeza ukajiuliza mara ya mwisho lini aliruhusu mabao zaidi ya 2 kwenye mchezo mmoja, iwe kwenye ligi au iwe kwenye michuano ya Afrika, iwe kwenye michuano ya ndani ya TFF. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo mimi namtafsiri Fadlu si kwamba anavuka kwenye hizi hatua kwa sababu anafunga sana mabao. Lini Simba ilifunga zaidi ya mabao 3? Mara ya mwisho mabao mengi wamefunga kwenye michuano ya Afrika ni dhidi ya Tripoli hapa Dar es Salaam. Na wewe ndio ulikuwa commentator wa mchezo. Tanuri la moto. 3-1 haijawahi kutokea tena. Zaidi ya hapo timu zinafungwa 2, lakini anakuwa na uimara wa kujilinda. Kwa hiyo labda ile faida ya Fadlu kutengeneza mekanizmu nzuri ya kujilinda inaweza ikawa faida kwao kwenye mchezo huu kwa sababu huu ni mchezo ambao ni home and away. Aggregate inaamua. Bao la ugenini lipo. Na hapa ndipo Fadlu unapokuja kusema moja ya karakta bora alizokuwa nazo ni timu yenye uwezo wa kujilinda. Na hapa ndipo ambapo kwenye michezo hii ya knockout mimi huwa sitazami sana timu inavyofunga. Je, timu inaweza kulinda kile walichokipata? Yes. Okay. Umezungumza kitu kimoja kizuri sana. Kuna mechi umeitoa mfano ya Simba na Ali Tripoli. Yes. Mechi ambayo Simba alishinda mabao mengi zaidi kuliko mechi nyingine yoyote. Yes. Mike alishika ulama. Tanuri la moto. Na kutajia tu michezo ambayo wamecheza timu zote mbili, mechi 5 za mwisho kwa Simba na mechi 5 za mwisho za RS Berkane. Walipata ushindi wa mabao 3-1 RS Berkane dhidi ya Maghrib, lakini pia wakapata ushindi wakiwa pale katika uwanja wao wa nyumbani RS Berkane bao 1-0 dhidi ya Shabab, lakini wakapata ushindi mabao 4-0 dhidi ya CODM Meknes ligi kuu ya Morocco. Wakaenda sare bao 1-1 dhidi ya Difa Al Jadida, hiyo hapo tumekuwekea hapo, lakini pia wakapoteza mechi dhidi ya CS Constantine ya Algeria katika michuano ya kombe la shirikisho bao 1-0, mechi ya mkondo wa pili ilikuwa. Hizo ni mechi 5 kwa RS Berkane. Unaona jinsi ambavyo wanapocheza ugenini na wanapocheza katika uwanja wao ule wa nyumbani, uwanja unaochukua takriban watazamaji 15,000. Na tuzitizame za Simba alafu tutakuja kuangalia uwiano kwa michezo yote kwa timu zote ambazo wamecheza mechi 5 za mwisho. Kwa Simba wao walipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya KMC, wakapata ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya Pamba Jiji, lakini wakapata ushindi bao 1-0 dhidi ya JKT Tanzania na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Mashujaa wazee wa mapigo na mwendo, lakini wakaenda bila na Stellenbosch ya Afrika Kusini katika mchezo wa mkondo wa pili wa nusu fainali. Tutakuja kuzichambua vizuri hizi mechi, lakini kwa sasa tunakwenda kuungana na mwenzetu Patrick Nyembera ambaye yuko kule Berkane tayari kabisa. Kila kinachojiri kule wao wanatuletea hapa, nasi tunakupa wewe mtazamaji wa Viwanjani uweze kuenjoy, na ndio maana anasema malumati yamejaa. Usiondoke mpaka mwisho wa kipindi hiki uweze kufurahia zile update ambazo zinatoka kule Magharibi. Patrick Nyembera, habari za wakati huu?
Salama kabisa, Idi Salum Kidedea, Rashidi, bonge la mtu, mzee wa fiksi, lakini namuona na mzee wa probably hapo. Tunawapata vizuri kabisa hapa Morocco. Habari za huko Kidedea? Huku bwana salama kabisa, na pana shaka hizo siku 3 za Morocco, na wewe ni mwenyeji wa ukanda wa kaskazini, nikwambie tu sabah khair. Rahel Sheikh, tamam. Kidedea, unajua ulinipokea Egypt miaka fulani, kwa hiyo kidogo akijanipita pita hiki. Sawa. Na kubwa zaidi Patrick, tunataka tuzungumze kuhusiana na kile ambacho kimewafanya kuwepo hapo Berkane kuhusiana na mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho. Toka mmefika hapo, maandalizi ya wekundu wao Msimbazi Simba inavyokwenda, lakini pia hata kama mmepata fursa zile za kutembea kidogo mitaani, hali ikoje katika mji huo wa Berkane kuhusiana na mchezo huu wa fainali? Naam, nashukuru sana Kidedea, na niweze tu kujibu maswali yako katika mpangilio unaofuata. Kwa sasa hivi tuko katika mji wa Oujda ambao ni boda na Algeria. Kama mfahamu mtafaruku ambao umekuwa ukitokea kisiasa wa Morocco na Algeria, basi hii ndio sehemu sahihi kabisa. Yaani tuzungumzie kwa kwetu maeneo ya Sirari au Namanga, au tukizungumza pale Horohoro, kwamba ni watu wanaokaa katika mpaka, wanaongea lugha moja, lakini tofauti tu ipo katika masuala ya kisiasa serikali, lakini ni watu ambao wanatenganishwa na barabara. Nyumba ambazo ziko upande wa Algeria na nyumba ambazo ziko upande wa Morocco ni kuvuka kwa barabara tu, ndio sehemu ambayo ipo hiyo boda. Kwa hiyo kwa nini Oujda? Hii ni sehemu ambayo iko karibu zaidi na Berkane, kwa maana ya kwamba Simba wameamua kuweka maskani yao hapa ili kuepuka rapsha zozote zile ambazo zingeweza au zinaweza kupata akiwa moja kwa moja katika mji wa Berkane. Kama unavyofahamu, mmiliki wa timu ya Berkane ambaye ni waziri wa fedha na ambaye tunafahamu kwamba pale katika shirikisho la soka barani Afrika na FIFA ana nafasi zake, lakini yeye ndio mmiliki wa hoteli zote ambazo ziko hapo katika mji wa Berkane. Kwa hiyo kiusalama zaidi kwa soka letu la Kiafrika, hapa ndio sehemu sahihi ambayo inaweza kuchukua takriban dakika 30 kwa basi kuweza kufika pale Berkane. Na hali ya hewa haitofautiani na Berkane kwa sababu ni sehemu ambayo iko katika ukanda wa bahari, kwa maana ya kwamba ukitoka hapa kwa ndege au ukitoka kwa boti, basi Ibiza unaenda katika muda usiopungua risali 1.5, kwa maana kwamba Hispania ipo karibu zaidi kwa upande mwingine wa hapa Oujda. Na toka wamefika, nadhani kwamba kocha Fadlu Davis, uongozi wa Simba, walikuwa wamezingatia kile ambacho wanaenda kukutana nacho pale Berkane, kwa maana ya kwamba hata pale Jedida sehemu ambayo walikuwa wanafanyia mazoezi ni sehemu ambayo iko pembezoni mwa bahari ya Atlantic. Kwa hiyo weather ambayo wameifanyia mazoezi toka wamefika hapa haitakuwa tofauti kubwa na Berkane, ambapo muda mchezo utakaochezwa siku ya tarehe 17 saa 2 kamili kwa masaa huko, ambayo ni saa 4 huko nyumbani, itakuwa zile degree centigrade zinaenda kwenye kati ya 17 na 18, yani itakuwa katika maeneo hayo. Patrick Nyembela, kuna kitu ambacho umekizungumzia kuhusiana na miliki wa RS Berkane, lakini eneo ambalo pia anamiliki ikiwa ni pamoja na zile hoteli. Lakini kwa Simba, labda pengine hujapata fursa kuzungumza na viongozi, kwa nini wasingebaki Casablanca labda siku moja kabla ya mechi na hatimaye kwenda kusogea moja kwa moja Berkane kuliko kusogea tena Oujda? Au mazingira yamekuwa tofauti ya hali ya hewa? Well, kuna vitu vingi. Kama unavyofahamu, hii ni fainali na kutoka Casablanca kuja hapa inachukua kwa ndege ni takriban dakika 45, lakini ukifika katika eneo la airport kuna mambo mengi sana na inaweza kuwa na ucheleweshaji. Lakini kutoka hapa, kama hapa tunapozungumza leo, ni kwamba mazingira ya mechi ya fainali kwa mikutano ya waandishi wa habari inakuwa ni rahisi kwa timu kwenda katika eneo hilo, kwa maana ya kwamba leo tunapozungumza, itakapofika majira ya saa 6:30 kwa saa za huku, ambayo huko nyumbani itakuwa ni saa 8:30,
2:30 kutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari, na baada ya mkutano wa waandishi wa habari ina maana kwamba timu itaenda jioni kwenda kufanya mazoezi kwa maana ya kwamba 2:30 saa 2 huku ambayo ni saa 4 huko nyumbani. Kwa hiyo ukiangalia kidedea, kama timu ingekaa Casablanca kungekuwa na ucheleweshaji au kuna vitu ambavyo vingekuwa viendi sawa kuweza kuyafikia hayo yote katika wakati sahihi. Swali lingine labda pengine Watanzania na wanasimba wangependa kufahamu, kwa sababu mara kadhaa Simba ukisafiri na safari ya namna hiyo kunakuwa na injury au pamoja na hali ya hewa ambazo kidogo zinakuwa zinawadisturb baadhi ya wachezaji kuzuia hali ya hewa. Kikosi cha Simba mpaka hivi sasa kwa wachezaji wote wako kamili gado kuelekea katika mchezo huu wa fainali? Well, ni swali zuri Kidedea, na kwa nyakati tofauti tulipata fursa kama ulivyofahamu, siku ya jana Simba walitoa ruksa ya mashabiki ya waandishi wa habari kuweza kuongea na wachezaji wote pasipokuwa benchi la ufundi ambao wao hawakuwepo katika sehemu hiyo. Na kwa wachezaji ambao tumezungumza nao, nadhani kama mtakuwa mmepata fursa ya kusikiliza baadhi yao ambao tulituma ripoti yao, mtakuwa mmewasikia katika kile chozungumza. Lakini so far mpaka sasa hivi hamna injury ambayo ipo isipokuwa recovering nasema fitness tu ya Mzamiru Yasin ambaye yupo hapa. Wengine wote ambao wako katika kikosi wako vizuri zaidi. Na nikuchekeshe tu kwamba mmoja wa watu ambaye alitupa vichekesho jana ni Ateba, ambaye anasema kwamba yeye wakati anacheza MC Alger alinyimwa kibali cha kuingia hapa katika mchezo wa nusu finali. Kwa hiyo ni mechi ya finali ambayo anaisubiri kwa hamu kubwa, kwanza ikiwa na tukio la kwake yeye kunyimwa akiwa katika fitness ya hali ya juu kucheza hapa, lakini pia akizungumzia uhalisia wa wachezaji wenye asili ya Morocco, hasa wenye safu ya ulinzi, ujanja wao na mbinu ambazo wanazitumia wanapocheza kwa upinzani. Kwa hiyo kikubwa kumekuwa na mazungumzo mazuri, wachezaji wenyewe kwa nafasi zao wamepewa nafasi na Fadlu Davis kwa mfano, kama wale ambao wanacheza nafasi ya striker kuwa na mazungumzo peke yao. Wale ambao wanacheza nafasi nyingine kwa maana ya kwamba kwenye ulinzi viungo, nao walikuwa wanapewa nafasi ya kuongea peke yao. Kwa hiyo kifupi ni kueleze wazi kabisa kwamba hawa jamaa hicho ndio ambacho wametembea nacho katika benchi la ufundi. Pato, mchezo wa fainali ya pili Simba watakuwa nyumbani, na kuna hiki ambacho kimekuwa kikiendelea katika mitandao ya kijamii, lakini pia kuhusiana na kuhamishwa kwa uwanja hapo Morocco Magharibi. Simba wanalizungumziaje, hasa kwa sababu huko karibu na Simba na viongozi wa Simba? Heavyweight Pandit kauliza swali hilo nini? Kwa nimetoka kwa Heavyweight Pandit. Sawa. Nirudi katika kujibu swali lako la msingi sana kwamba baada ya taarifa hizo kufika hapa jana, of course ilikuwa kwa waandishi wa habari na nani ndio kidogo kulikuwa kuna mshtuko katika swala hilo. Na nikueleze vizuri tu, Hassano niko naye hapa na naweza nikamuongeza hapa ili tuweze kupata jibu zuri kabisa, na kwa kuwa mpiganaji tupo naye hapa itakuwa ni jambo jepesi kwenu studio kuweza kufahamu kile ambacho kipo kwa upande wa uongozi, japo taarifa itolewa na Ahmed Ali kuhusiana na mechi hiyo, japokuwa coach Fadlu Davis naye aligusia kwamba wao hawana concentration na mambo hayo. Muhimu kwao ni huu mchezo na tabia za Fauzi za kuwatoa nje ya mchezo wao wameshtukia. Lakini tuna faida ya kuwa na katibu mkuu wa zamani wa Simba Hassan Hassano ambaye tuko naye hapa, na swali ambalo liko sasa hivi pale studio ni kuhusiana na taarifa ya jana ya mchezo kupelekwa Unguja kwa taarifa za CAF. Sasa nini msimamo wa viongozi na nyinyi kama management huko na management nzima ya Simba imelichukuliaje hili tukiangalia? Kama linavyosikika ni kwamba taarifa kamili ni kwamba yenye usahihi taarifa hiyo haipo, lakini sisi kwa ujumla tuko hapa kwa ajili ya mchezo wa tarehe 17. Mchezo wa tarehe 17 tarehe bado leo ni tarehe 16. Ngoja nimpe faida Hassano ili uweze kumuona vizuri, akae kwa upande huu ili mimi niweze kushika mic muweze aweze kuwa face nye kabisa. Naam Hassano. Nasema hivi ni kwamba taarifa zipo, lakini sisi tunazungumza kwamba mchezo wa mkondo wa kwanza ambao uko kesho tarehe 17 siku ya Jumamosi bado haujafika. Akili yetu, mawazo yetu, utaratibu wetu umeelekezwa katika mchezo wa kesho. Tumalize mchezo wa kesho,
mengine haya yanazungumzwa tutayaone hapo katika utaratibu. Lakini si hivyo, ni kwamba uongozi wa Simba ni mpana mkubwa sana, wenyewe upo ambao unashughulika na mambo ya taratibu nyingine mbalimbali. Kwa hivyo hilo tunawaachia hawa ambao wako kwenye nafasi hiyo sasa hivi waendelee nalo. Sisi sasa hivi akili yetu, focus yetu, interest yetu ni juu ya mchezo wa kesho, namna gani tutakwenda kucheza ili tuweze kushinda. Hili ndio kubwa. Mengine propaganda, sijui hivi mara vile, kama ulivyozungumza kwamba mwenyekiti au rais wa klabu hii ya Berkane, yeye ni rais wa klabu, yeye ni rais wa federation, yeye ya hapa, yeye ni makamu wa rais wa kafu. Kwa hivyo sisi hilo tunaliona kwamba ni sehemu ya mbaya ya kuumiza watu vyao na kuona namna gani wanaiogopa klabu ya Simba hivi sasa, na hasa umati ambao umeshuka. Wamepata taarifa kubwa sana, umati mkubwa umeshuka, lakini FIFA na pia serikali ya Tanzania iko pamoja na klabu ya Simba. Ni mwakilishi wa Afrika, baadhi ya members kwenye kamati ya utendaji FIFA. Hatutishwi wala hatubabaishwi na maneno hayo. Sisi tuko tayari, tutakabiliana nao, tutakwenda kupambana nao siku ya kesho ili tuweze kushinda mchezo huo. Swali moja hapo kabla Kidedea haja niongezea swali lingine pale studio, ni kwamba kwa hali halisi tokea mmefika hapa, kuna figisu zozote? Manake sisi tuko eneo tofauti, lakini nyinyi katika uongozi, katika masuala kadhaa ya logistic na vitu kama hivyo, kumekuwa na vikwazo vyovyote? Kwa hakika vikwazo ambavyo viko mpaka sasa hivi tunakutana nazo ni vidogo vidogo, vinahusiana na mambo ya ucheleweshaji. Kama unavyoona tumetoka safari, sisi tulifika jana, lakini kuwepo na ucheleweshaji mkubwa sana wa kutoka katika airport kwenda kufika hotelini. Tumetoka tena jana hotelini kufika airport ili kuweza kusafiri tena kuja katika mji ambao ndio mchezo utachezwa. Pia ucheleweshaji umekuwa ni mkubwa. Kwa hivyo labda pengine delaying tactical ambayo wapo nayo wanadhani kwamba inaweza kuwasaidia. Sisi wachezaji wetu na benchi la ufundi lenyewe limekaa harmony kabisa, limetulia, liko very calm, linasubiri mchezo tu. Mazoezi wanaendelea nayo kama kawaida, na taratibu za mazoezi hazijavurugika, ziko vile vile. Wachezaji wametulia, wako na amani, wako na ari kubwa sana, wanasubiri mchezo wa kesho, twende tukafanye lile ambalo limetuleta hapa. Ulikuwa umekaa kwa muda mrefu sana katika ile delay na kocha Fadlu Davis. Kuna chochote ambacho alikuwa amekugusia kwa uzoefu wake na kile ambacho kinaendelea kuelekea mchezo huu? Kwa ujumla ni kwamba kocha wetu ni mzoefu, anaelewa haya ambayo yanafanyika hivi sasa, kwa sababu amekwepo ndani ya taratibu, amepita hizi nchi kama unavyoona vilabu vya katika, amekwepo mundani. Kwa hiyo anajua tabia za namna gani Waarabu huwa wanapenda kuwatoa watu katika mchezo. Kwa hivyo yeye kwa ujumla ni mmoja katika watu ambao ameweza kukaa kusema na wachezaji pamoja na uongozi, kueleza naomba msiwe na wasiwasi, swala la timu niachieni mimi, nafanya kazi ya kwao, msiwe na wasiwasi, sisi hawa shughuli yao tutakwenda kuifanya siku ya Jumamosi. Hii ndio imekuwa kauli yake kubwa sana, hawa ninawajua. Hawa ninawajua ndio kauli yake. Kidedea, kuna nyongeza yoyote hapo katika yale ambayo tulikuwa tunaendelea nayo hapa? Nyongeza hakuna, labda nikushukuru tu Pato, na kila tutakapokuwa tunakuhitaji basi tutakutafuta ili uweze kutupa, kwa sababu tunajua huko kaskazini hakukosi majambo, kila hatua inayokwenda mbele zaidi. Inawezekana kupishana na saa wakati tunaenda kwenye press conference huko, tukaungana kupitia UFM radio ili kuweza kuja moja kwa moja katika kile kinachoendelea. Kwa sababu ya muda tutakuwa tumepishana sana, sidhani kama tutakuwa na nafasi nyingine, lakini kama wataweza kuturuhusu kwenda live moja kwa moja, basi tutakuwa na panel ya kuweza kuleta moja kwa moja kile ambacho kinaendelea katika mkutano wa waandishi wa habari ambao ni saa 6:30 huku, kwa huko nyumbani itakuwa ni saa 8:30, na mazoezi ya mwisho ya Simba Sports Club kabla ya mchezo ni saa 2 usiku, kwa maana ya kwamba ule utaratibu wa timu mwenyeji kutoa uwanja kwa timu ya mgeni uweze kuwa nafasi nzuri. Na nikwambie tu tena, kumbuka Ali Mufti atakuletea kibonzo Kidedea huku kwa Waarabu. Kama hujui Kifaransa au kama haujui Kiarabu, basi kuwa makini, lakini usimdharau mtu. Asante sana Pato. Go listen. Umemsikia Patrick Nyembea kwamba kama hujui Kifaransa, kama hujui Kiarabu, unajua kuna kipindi fulani
nilikutana naye Egypt kule. Nikampitisha maeneo, na ndio maana aliposema hivyo nimejisikia kutabasamu na kucheka kabisa. Lakini nasema hulka za watu wa kaskazini sio za kushangaza. Kwangu mimi si washangai kwa kitu wanachokihitaji na jinsi ambavyo wanakwenda kufanya dhidi ya Simba ama timu kutoka nje ya Morocco imekuwa kwao ni kawaida. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwamba Fadlu anawafahamu na amekaa nao na tumemsikia hapo, alikuwa katibu mkuu wa zamani wa Simba mpiganaji Hassan Asano ameeleza kwa ustadi kabisa kwamba wana focus na mechi ya kesho. Itakapomalizika mechi ya kesho, basi watafocus na mechi ya hiyo ya pili na wataitolea maamuzi. Lakini ucheleweshaji Rashidi katika airport imekuwa kama ni jambo la kawaida kwa ukanda wa kaskazini. Unajua hii ni vita na vita ichagui silaha. Kikubwa unatakiwa kushinda hayo mapambano ambayo wewe unakabiliana nayo. Moja kati ya vitu ambavyo Simba wamefanikiwa kwenye mpira huu wa Afrika ni kuwa na aina ya viongozi wenye kulijua soka la Afrika na mizengo yake. So hili ni jambo ambalo Simba Sports wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana unamuona hapo Asano anachokizungumza yani anazungumza kwa kujiamini kwa asilimia kubwa sana. Wanajua nini wanafanya, kwa sababu wanayokutana nayo yote ni mambo ambayo waliyapanga kabla ya kukutana nayo kabisa. Kwa hiyo wanakuwa wanajua kila jambo ambalo wanakutana nalo, wanakuwa wanajua namna ya kuliendea. Na nilikwambia awali, moja kati ya vitu ambavyo mimi nawapongeza Simba Sports ni kugundua mazingira wanayoenda kuyaishi kwenye mechi ya away, kwenye namna kujiondoa wasiwasi wa kukabiliana na mpinzani kwenye nchi husika. Kwanza ni kumjua. Ukishajua yeye ni nani na mazingira yake ni yapi, ndio unachokifanya ni kumtengenezea mazingira ya kumpa yeye hofu. Yani kitendo cha Simba kukaa mbali na eneo la Berkane, tayari Berkane ni kama tayari umemtengenezea hofu ya kwanza kwamba huyu tulitegemea angekuja kufanya ABCD hapa. Sasa amekuwa yuko mbali na sisi. Manake sasa tutengeneze njia nyingine ya kuweza kuwa frustrate. Na ndio maana ilivyotokea hiyo situation ya hayo mazingira, wao wakawa wameichukua na kuipublicity kwa maana ya kuwatoa mchezoni, wakiamini kwamba hii vita kiakili inaweza ikaenda ikawafanya wakashake. So unaelewa, wakisha shake maanake sisi tutakutana nao kwenye mazingira ambayo sisi tutakuwa tuko fresh. Wao watakuwa hawafikiri kuhusu mchezo huu, watakuwa wanafikiri kuhusu second leg. So unaelewa, sasa wakati wanafikiri kuhusu second leg, sisi tunamaliza mchezo hapa. Tukienda kwao tunaenda kukamilisha ratiba na tunakuwa machampion. So kwenye hilo unaweza kusema kwa namna moja ama nyingine Simba wameweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa kuweza kuepuka huo mtego. Na kubwa zaidi ni utulivu katika camp. Hilo ndio jambo kubwa zaidi sana. Camp ikiwa na utulivu kama ambavyo tumemsikia hapo Asano anasisitiza mara kadhaa kwamba Fadlu amekuwa akisisitiza kwamba hawa ninawajua, hawa ninawajua. Manake sio tu kuwajua kwenye pitch, manake anawajua pia hata hira zao, tabia zao, namna ambavyo wanaweza kukureact na kukuondoa mchezoni. Unajua lakini end of the day nimefurahi kitu kimoja ama kuna kitu ambacho kimenipa picha ile kwamba hii ni vita. Walipo Simba mwanzo Casablanca ambayo tunachukulia kama Mwanza na Dar es Salaam. Simba wametoka Casablanca wamesogea Alger. Sawa sawa na utoke Mwanza uje uweke kambi Gairo. Lakini tena baada ya masaa machache watasogea kutoka Alger kwenda Berkane, yani kutoka pale Gairo kusogea unakuja Kibaha. Yani sasa na Simba anapokuwa porini anamwinda swala. So unaangalia zile phase ambazo zipo taratibu. Nikwambia, unakumbuka siku nikwambia kwamba eneo lile kubwa la Berkane mmiliki wa timu lile ni eneo ambalo analimiliki kiuchumi kwa asilimia karibu hoteli zote Pato amesema ni zile hoteli apartment kubwa zote ni kama mali yake. Kwa hiyo
kwenda eneo lile moja kwa moja ni kama kwenda kujihatarisha. Si unaelewa, kwenye mazingira. Na tunajua sisi mpira wetu wa Afrika. Umeelewa? Mtu ambaye anamaliza mechi, umeelewa, ndio mtu ambaye anafanikiwa zaidi kabisa. Tumekuwa na hiyo experience. Unakumbuka hata mechi ya wakati Mamelodi mara yake ya kwanza na kuwa champion. Ile mechi alimaliza nyumbani. Alimaliza Loftus. Mechi na Zamalek. Mechi na Zamalek. Alimaliza pale. Mechi ya bingwa na kuwa Esperance Tunis dhidi ya Al Ahly. Mechi alimaliza nyumbani. Mazembe. Umeelewa? Dhidi ya USM Alger. Mechi alimalizia pale Lubumbashi. So kuna namna ambavyo ukiweza kutrigger mazingira ya mpinzani wako, basi inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kufanikiwa. So ndio maana nakwambia kwenye hii hali mimi naamini, kwa sababu kiwanjani mnaenda kukutana 11 na kimbinu na kisaikolojia. Mule aende kucheza mmiliki wa Berkane, mule aende kucheza rais wa Morocco, na VAR itamulika kote kote. VAR chana habari za VAR huko, si pati ya mchezo. VAR kaka ni anaongoza mtu. Umeelewa? Anaongoza mtu, si ndio? Ndio maana anasema yule mwamuzi wa akiba kule naye anamulika kote kote. Kaka kama Esperance de Tunis na Al Ahly mchezo ulichezwa na VAR ilikuwepo na watu wakakata haya VAR. Ilikuwa Esperance na Wydad. Tegemea VAR sio kitu cha kutegemea. Kitu pekee cha kutegemea kwenye huu mchezo ni maandalizi yako kisaikolojia, kimwili. Sawa. Unaelewa? Hivyo ndio vitu vya msingi vya kuzingatia. Sawa. Na tumetaja mechi 5 kwa kila upande wa Berkane na Simba kwa mashindano yote. Mashindano ya ligi pamoja na yale ya kombe la shirikisho. Wote wanaonekana kufanya vizuri katika mechi za nyumbani. Za away Berkane anaonekana kufanya vizuri zaidi tofauti na Simba kwa pale Morocco. Especially kwa ligi ya Morocco. Ligi ya Morocco. Kwa sababu kwanza ndio bingwa wa Botola. Mapema zaidi. Yes, watazamaji na wale wasiofahamu, huu tayari ameshatangaza ubingwa. Hivi naweza kando nchi ya kwanza kutangaza ubingwa kwa mashindano ya Afrika. Mapema. Ligi za Afrika. Tukisema ligi zile at least 5 za mwanzo ambao bingwa amepatikana haraka. Ligi ya Morocco inaingia mapema kwa sababu hata ligi ya Afrika Kusini jana ndo Mamelodi Sundowns ametoka kutangaza ubingwa. Mechi ya jana kama unakumbuka vema. Kwa sababu ya kila kitu walichokiangalia na hesabu zao dhidi ya Orlando, Mamelodi alikuwa tayari hakuna namna ambavyo Orlando atamzidi. So kwa kuwa bingwa wa Botola mapema, mwanzo nilikuwa naamini inaweza ikawa faida kwao, kwa sababu utulivu wao unakuwa ni mkubwa kuelekea kwenye focus moja tu ya mchezo wa fainali ya Afrika, kwa sababu hata namna ambavyo mwalimu Muni Shaaban Mtunisia kocha wa Berkane alivyofanya rotation ya kikosi chake kwenye mechi zake 3 za ligi, wachezaji wengi nguli wamepata dakika chache za kucheza, akiamini focus ya ligi tumemaliza, kuweza kutawanya utawala wa Wydad, Raja, FAR Rabat, sababu hao ndo Giants kwenye Botola. Yeye katawanya ule utawala wao. Na kwa mara ya kwanza msimu ujao 25-26 inshallah yeye atakwenda kucheza Champions League. Yaani Berkane ndo anakwenda kucheza kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Sawa na Pyramids alivyokuwa Ghana haso kule Egypt. Anacheza shirikisho ghafla amecheza Champions League, yuko finali sasa hivi. Semi finali. You understand? Kwa hiyo unaweza ukaona kwa Berkane inaweza kuwa kuweza kuona wameshapambana kupata title ya ndani, ikawa imewapa ahueni wao kufanya mzunguko wa kikosi kuelekea kwenye mchezo wa finali. Inawezekana hata hizi mechi walizozishinda inakupa taswira moja tu kidedea pamoja na Rashid. Upana wa kikosi chao. Imagine wanafanya rotation kuweza kutunza nguvu ya kuelekea finali ya Afrika, lakini bado wanashinda katika mechi zao za nyumbani. Unaelewa sijui. Kwa hiyo inaweza kuwa wana wachezaji kuanzia 25 mpaka 30 ambao viwango vyao havipishani sana, kwa gepu kubwa. Yaani sio ile timu kikosi cha kwanza kikisheki, cha pili hakina maajabu.
wao at least unaona leo anaweza kakosekana Labiri, na mfano mzuri tunaona baadhi ya mechi alikuwa anakosekana nahodha Yusuf Dayo, unakumbuka vema hata michuano ya kombe la shirikisho. Yes. Lakini timu ilikuwa inacheza, lakini bado timu ilikuwa vema. Pale juu kuna muda anakosekana Lamlawi, lakini Poba Senea atafanya shughuli zake. Kwa hiyo of course wana upana wa kikosi kwa materials walizokuwa nazo na rasilimali zao. Haya, safari ya Simba kufika fainali, mechi 12, ushindi mara 7, sare 3, kupoteza michezo 2, magoli ya kufunga 14 na magoli ya kufungwa magoli 7. Hiyo ndio safari ya Simba kufika fainali. Lakini kwa upande wa Berkane, safari yao michezo 12, ushindi mara 10, sare 1, kupoteza mechi 1, magoli ya kufunga 25, magoli ya kufungwa ni 2 tu. Simba wamefungwa magoli 7. Hawa jamaa wamefungwa magoli 2. Nusu ya magoli ya kufunga ya Simba wao wamefanya mara 2. Wamefunga magoli 25. Simba wamefunga magoli 14. Ni timu hatari sana. Berkane ni timu hatari sana kwenye kufunga. Yeah. Na kidedea Berkane sio timu ambayo unafikiri unaweza ukaenda kucheza nayo kwa mazoea. Mimi toka mwanzo kabisa kombe hili wanaanza kwenye haya mashindano, since day one, timu pekee ambayo niliamini kwamba itafika huko itafika finali. Yes. Timu pekee ambayo niliamini itafika finali walikuwa ni Berkane. Sasa angalia takwimu zao, wamefunga magoli 25. Kaka, kwa mechi chache ambazo wamecheza Berkane, magoli 25. Hiyo ni idadi ya kucheza, ni idadi ya magoli ambayo unaweza kuyafunga kwenye ligi. Unaelewa kabisa? Yaani kwenye ligi ambayo ligi nzima, ligi nzima. Yaani kwenye ligi magoli 25, sasa na wastani goli 2 kila mechi. Yaani magoli 25 ambao wamefunga Berkane. Kuna timu tukizitafuta kwenye msimamo wa NBC Premier League. Kuna watu either wanalingana na hayo magoli waliofunga kwa michezo pengine 30. Kwa michezo yote ambayo wamecheza mpaka sasa. Sasa mwanamume yeye ameweza kupata hizo goli kwenye mechi hizo 7. So unaelewa? Mechi 12. Mechi 12, yes. Utagundua Berkane ni moja kati ya timu ambayo ina uwiano mzuri wa kufunga. Na timu wanasema siku zote wamefunga magoli 2 tu. Ndio maana siku zote wanasema ili uweze kushinda vikombe unatakiwa kuwa na safu bora ya ulinzi. Na ndio maana hata ukiangalia takwimu za Simba na Yanga kwenye ligi kuu ya kwetu ya NBC Premier League, unaona wana wasifu wa kuwa mabingwa kwa sababu wameruhusu magoli machache zaidi, si ndio? Lakini wana idadi kubwa ya magoli ya kufunga. Unasema hii timu ina wasifu wa kuwa bingwa. Kwenye namna ambavyo Berkane kwa takwimu zao, magoli ya kufunga 25, magoli ya kufungwa mawili. Unaelewa? Manake wanakuonyesha kwamba hii ni timu ambayo hata kama itakuwa bingwa wewe huwezi kujuta dhidi yao. Sio surprise. Sio surprise. Utakuwa unacheza na timu ambayo ilikuwa na wasifu wa kuwa bingwa toka mwanzo. Na kitu pekee ambacho mimi Kidelea naweza kushauri, sio, unaelewa? Fadlu kwenye huu mchezo anatakiwa kwenda kuchanga karata kwa umakini mkubwa sana. Safu ya ulinzi. Yes. Yaani katika hali ya kawaida lazima tuzungumze ukweli kile ambacho wanakutana nacho Simba. Moja kati ya madhaifu ambayo yapo kwa Simba ni eneo la safu ya ulinzi mwa Simba Sports Club. Simba kwenye hili eneo wana tatizo kubwa sana. Lakini ni nani wa kwenda kumwonyesha madhaifu kwenye safu ya ulinzi Simba Sports Club? Hilo ndio limekuwa swali gumu zaidi kwenye timu za NBC Premier League. Lakini zipo kidogo zimeonyesha za kuonyesha kwamba Simba hapa mna shida. Yaani inatokea, yaani unapoenda kuwaonyesha kwamba hili ni tatizo, lakini wapinzani wengi wamekuwa wameshindwa kulitumia hilo tatizo. Sio, unaelewa? Yaani unashindwa, unaona kabisa huu ndio udhaifu wa Simba. Lakini kwa attempt mara nyingi kuonyesha kwamba huu ni udhaifu waliokuwa nao, wamekuwa wakihofia kutokana na quality zao. Sasa kwa hawa Berkane, kwa namna ambavyo walivyocheza, namba ambazo wamezikusanya, na inaonyesha kabisa kwamba kwanza wana safu nzuri ya ulinzi
ambayo haijaruhusu magoli mengi na wana safu nzuri ya ushambuliaji ambao wamefunga idadi kubwa ya magoli kuliko Simba. So ukiangalia pattern ya Simba kwenye eneo la defense kwa maana ya Shabalala, kwa maana ya Zimbwe, Shomari, Shefondo Malone, Rashidi, Hamza, Karabu, umefahamika vizuri na hakika tutaona lineup ambayo itaanza hapo kesho kwenda kuwakabili akina Osama Lamlui, akina Lamire Mamadou Kamara. Basi tusubiri tuone. Lakini tukiwa hapo hapo kwa Simba, kocha wa Simba Fadlu Davis ameweka rekodi ya aina yake ya kuifikisha timu hiyo fainali ya kombe la shirikisho Afrika katika msimu wake wa kwanza tu. Viwanjani tumekuandalia makala ifuatayo kuhusu kocha huyo kutoka Afrika Kusini, kile ambacho amekifanya. Na tuanze na benchi la ufundi jipya la Simba Sports Club likiongozwa na mtaalamu, mwalimu bora kabisa, mwalimu kijana, mwalimu mtaalamu mwenye maarifa makubwa, mwenye maarifa mengi, anayefahamu mpira wa kisasa, Fadlu Davis kutoka Afrika Kusini, yuko na wataalamu wenzake. Makofi hayatoshi. Makofi hayatoshi. Ni yupi muhenga aliyetuacha na msemo wa kuwa maneno huwa yanaumba? Akaenda mbali zaidi kwa kutueleza kuwa kauli huwa zinaishi. Hiki hapa kisa kinachosadifu ukweli wa kwamba kinywa cha Nabii Fadlu Davis ni kweli kinaumba. Yapata tarehe 5 ya mwezi Julai ndani mwaka 2024 ambapo uongozi wa klabu ya Simba ulipata kuona nuru ya ukombozi ndani ya kichwa cha mwalimu huyu kutokea nchi ya Afrika Kusini, ndipo uongozi mzima wa klabu hii ukafikia makubaliano ya kumwajiri mtaalamu huyu kwa mkataba wa miaka 2 na ndani ya kilele cha siku yao kuu kumpa kipaza mbele ya mamilioni ya Watanzania katika uwanja wa Benjamin Mkapa kueleza kile ambacho kocha huyu aliamini, na ndio ukawa mwanzo wa andiko la historia mpya kwa klabu ya Simba ndani ya zama hizi ambazo mimi na wewe tunashuhudia bila hata ya kuambiwa. Mtaalamu huyu akazungumza maneno ambayo kwetu watu wa imani, kauli za mtaalamu huyu hazikupita kama upepo masikioni mwetu. Tukanasa juu ya kauli ya kwamba atakwenda kuifanya Simba ikumbukwe msimu wa 2024-25 kuwa miongoni mwa msimu bora ambao midomoni, vichwani pamoja na moyoni milele wataukumbuka zaidi. We are so honored to be here. Thank you so much for coming out in numbers and supporting us. We're going to make this a special season. A season we can remember. And it all starts today. Nguvu moja! Fadlu ametoa na Fadlu pia ametenda kwa kile alichoweza kukifanya ndani ya msimu ambao kwa mashabiki wa Simba watabaki kumuimba, kwani si kinyonge kwa kile ambacho ameweza kukifanya. Kabla ya kujiunga na Simba, Fadlu hakuwa mwepesi, bali alikuwa akifanya kazi nchini Morocco ndani ya klabu ya Raja Casablanca. Katika enzi zake, Fadlu aliuishi mpira kwa kuucheza na kuuhudumia katika idara ya ushambuliaji. Mara nyingi mtaalamu huyu amekuwa akitumia mfumo wa 4-2-3, jambo ambalo limekuwa limo ndani ya falsafa ya klabu hii ambayo ukubwa wake unaonekana. Mwamba huyu pia aliwahi zifundisha Maritzburg United pamoja na Orlando Pirates ya nchini Afrika Kusini. Mbali na Afrika, mwamba huyu ameshawahi pita nchini Urusi. Kikosi kazi cha mwalimu huyu ikiwa sehemu ya wasaidizi wake ni mzawa wa taifa la Tanzania, kocha Selemani Matola, Darian Wikan, Wayne Sunderland, Riedo Badian pamoja na Muekaje, raia kutokea Afrika Kusini.
Wapo mashabiki miongoni mwenu ambao hadi leo wanaamini kwa kile Fadlu alichokiongea na kutekeleza haikuwa kauli tu, bali lilikuwa ni agano baina ya mashabiki wanaosimamia nembo hii, kwani viongozi kwa upande wao kazini huwa si sehemu ya mzaha. Mchakato wa mabadiliko ndani ya Simba Sports Club, ikiwemo kumpata Fadlu Davis, haukuwa wa muda mfupi, bali ni mipango thabiti iliyochukua muda kuweza kuifanikisha hadi timu hii leo kupata mafanikio haya. Tulichokuwa sisi tunakitaka kwenye interview ni mwalimu anafundisha mpira wa kisasa. Mwalimu anayefundisha mpira wa kisasa. Lakini we wanted a coach ambaye yeye mwenyewe anafundisha mpira na anaujua na anaueleza na anatuambia. Kwa mfano Fadlu tumefanya naye interview 2 days, masaa ya kusipungua 7, na karihesi na akatuonyesha timu yetu inavyocheza, na akatuonyesha mapungufu ya timu yetu inavyocheza, na akatuonyesha mpira sasa tunacheza. Na ni kocha ambaye amefuzu juzi UEFA Pro 2024, ndiye ana graduate UEFA Pro. Kliniki yake amefanya Liverpool, kliniki yake amefanya Arsenal juzi tu. Haikuwa kazi rahisi kukikubali kikosi cha Simba kwa kuivaa ngozi pamoja na roho ya mnyama mkali wa mwituni mithili ya simba, pindi ambapo kikosi hiki kiliweza kutana na wapinzani mbele yao. Ilijumuisha kuvaa uhusika wa kweli wa ubaya ubwela ndani ya michuano ya kombe la shirikisho ili kufika hatua ya fainali, ambako kila Mtanzania alitaka ona taifa la Tanzania linaweza kufikia. Ukiwa bado unajenga timu, umeipeleka fainali. Ukiwa bado unasuka kikosi, umeweza kuitikisa Afrika. Mimi ni mjumbe niliyetumwa kutoa shukrani ya kile ambacho mamilioni ya wanasimba wanataka kufikisha. Asante Fadlu Davis, asante mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Mohamed Dewji, asante sana viongozi wote wa Simba kwa kazi ngumu mnayoifanya. Nguvu moja, maneno machache yenye nguvu na maana kubwa yatakayoishi daima mioyoni mwa wanasimba. Nguvu moja! Nguvu moja! Mwandishi wa makala hii si mwingine bali ni mguu wa dhahabu Sharifu Bayona, na mimi msimuliaji wako ni Ruqayya binti wa Mbugita. Na makala tamu sana ya Fadlu Davis ndio inatupeleka katika mapumziko mafupi, na hapa ni Viwanjani. Ulama Eid Salum, usiondoke, tuko nawe mpaka saa 6 kamili za mchana.